Mabadiliko, tukapige kura, tukapige kura. Nikisema mabadiliko mnaitikia hivyo mnavyoitikia, yanawezekana. Nikisema tukapige kura tunasema ya ukombozi. Sawa sawa? Haya, mabadiliko, tukapige kura, tukapige kura. Waheshimiwa viongozi wenzangu wa Chama cha Ukombozi wa Umma wa ngazi mbalimbali ambao tuko hapa, wakurugenzi wa makao makuu ya chama, naibu wakurugenzi, maafisa mbalimbali, viongozi wa majimbo, viongozi wa kata, viongozi wa wilaya, na kipekee sana tena kwa heshima na unyenyekevu mkubwa wanachama wetu wapya ambao tumewapokea mchana wa leo wakiongozwa na mpiganaji Komando Agnesta Lambert Kaiser. Ndugu zangu, ninajua muda umekwenda sana na ninajua kijua kinawaka sana. Kwa hiyo naomba mniruhusu nisitumie muda mwingi kuwasalimia, kwa sababu tuna muda wa kutosha wa kuendelea kuzungumza. Ndugu zangu wa Segerea, nilipokuwa nimefika kwenye eneo hili, nilipoangalia watu wa Segerea, nilipoangalia mamia kwa maelfu nyie watu wa Segerea, hakika moyo wangu uliingiwa na chembechembe za simanzi. Niliingiwa na chembechembe za simanzi kwa sababu ninaamini 98% ya umati huu walioko hapa ni watu ambao tulikuwa wakati fulani kwenye chama kimoja. Ninaamini 98% ya umati huu ambao leo kwa ridhaa yenu wenyewe mmeamua kujiunga na Chama cha Ukombozi wa Umma, kwa wakati fulani sote tulikuwa kwenye chama kimoja. Kwa nini nimeingiwa na chembechembe za simanzi? Nimeingiwa na chembechembe za simanzi kwa sababu ninaamini jasho la kila mmoja wenu, nguvu ya kila mmoja wenu, akili ya kila mmoja wenu, rasilimali ndogo chache tulizokuwa nazo za kila mmoja wenu, muda wenu, talanta ambazo Mwenyezi Mungu amewajalia, mliwekeza pasipo na kuchoka, mliwekeza pasipo na hofu, mliwekeza pasipo na kuogopa, mliwekeza kwa sababu mliamini matumaini mlionayo ya kuachana na Chama cha Mapinduzi, mkajenga taasisi imara ili ndoto zenu, matumaini yenu yafikie kupitia chama ambacho nyie na sisi kwa pamoja tulikijenga kwa nguvu kubwa. Nikiangalia nyuso zenu, nikiangalia haiba zenu, nikiangalia leo mlivyojitokeza kwa wingi, inaonesha dhahiri shahiri kwamba matumaini ya Watanzania yametoka kabisa kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi, na watu wanahitaji kuendeleza mapambano hayo, na watu wanahitaji mabadiliko hayo, na dhamira zao ziko thabiti, imani zao ziko thabiti, ari zao ziko thabiti, shauku zao ziko thabiti kuyatafuta mabadiliko ya kuachana na utawala wa Chama cha Mapinduzi. Ninaingiwa na simanzi, tena ninaingiwa na simanzi kweli kweli, kuona taasisi tuliyoijenga kwa wivu mkubwa, taasisi ambayo tuliiamini, taasisi ambayo tuliwekeza kila ambacho Mwenyezi Mungu alitujalia, leo taasisi ile inapanguka kwa sababu ya kiburi cha wachache. Taasisi ile inaanguka kwa sababu ya kiburi cha wachache. Kwamba leo umati huo wa Segerea wanaotamani kuona harakati zao zinaendelea, unazizuiaje? Umati huu ambao dhamira zao hazijayumba katika mabadiliko, unazizuiaje? Umati huu ambao nia zao za kupigania haki zao za msingi, kuwa na barabara bora Segerea, kuwa na uhakika wa maji, kuwa na uhakika wa huduma za afya,
kuwa na uhakika wa elimu, kuwa na uhakika wa uwezeshaji, kuwa na uhakika wa shughuli za kuwaondoa kwenye umasikini, dhamira zao ziko thabiti, unazizuiaje? Nimeingiwa na simanzi kubwa sana. Ninaumia kwa sababu ninajua sio matakwa ya Watanzania, sio matakwa ya wanachadema, ni matakwa ya watu wachache wanaotaka kufifisha maendeleo ya watu kupigania haki zao. Ninajiuliza leo hii, ndugu zangu wa Segerea, na ninayazungumza haya kwa uchungu mkubwa, laiti tusingelifanya maamuzi ya kuhakikisha dhamira hizi zinaendelea kuishi, dhamira hizi zinaendelea kupata jukwaa, shauku hii inaendelea kupata jukwaa, maana yake ni nini? Watu hawa leo wangekuwa wanatafuta Chama cha Mapinduzi kukimbilia ili wakaendeshe siasa zao. Tunafanya nini kama taifa? Agnesta huyu angeweza kuondoka na akaenda Chama cha Mapinduzi. Nyie leo mngeweza mkaondoka mkaenda Chama cha Mapinduzi, na wengine na wangeenda Chama cha Mapinduzi. Tunafanya nini? Kwa faida ya nani? Kwa mustakabali gani wa maisha yetu? Ndio maana ninawaambia, chembe chembe za simanzi na huzuni zikaniingia ndani ya moyo wangu, zimeniingia ndani ya moyo wangu. Nina furaha kwamba umati huu leo umekataa Chama cha Mapinduzi. Ninafarijika kuona umati huu leo ukiongozwa na mpiganaji mwenzetu Agnesta, mmekikataa Chama cha Mapinduzi, mmekuwa tayari kuilinda imani yenu ya kupambana na Chama cha Mapinduzi kukiondoa madarakani na sio kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi. Hiyo ndiyo faraja angalau iliyoponya jeraha la ndani ya moyo wangu wakati nililolipata wakati ninaingia na kuona umati huu, kwamba leo isingekuwa Chauma, watu hawa wangekwenda wapi kuendeleza harakati zao. Ninawashukuru watu wa Segerea, ninawashukuru sana watu wa Segerea. Mungu atazidi kuwabariki na Mungu ataendelea kubariki kazi zetu, juhudi zetu, jitihada zetu, na kamwe hazitofifia, kwa sababu dhamira za kupambana na Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya mustakabali wa maisha yetu yaliyo bora, dhamira hiyo tunaonesha kwa vitendo, kuwa tayari kuilinda, kuwa tayari kuitetea, kuwa tayari kuipigania. Ninawashukuru sana watu wa Segerea. Yaani ninawashukuru kuliko maelezo. Nikiangalia leo hapa, ninaziona sauti za wana Segerea zikipaa kwenye halmashauri ya manispaa ya Ilala. Ninaziona. Nikiziangalia leo nyuso zenu, ninaiona sauti ya mbunge anayetokana na Chauma akiwa ndani ya bunge akipaza sauti za watu wa Segerea. Ninaona. Leo ninaona. Kuna mtu alikuwa anataja ndo nani? Kwa eti anatajwa, eti anatusumbua, wakutusumbua yule. Tena mimi nawaomba Chama cha Mapinduzi wafanye kosa la kiufundi, waturudishie yule. Tutapiga kushoto, tutapiga kulia, tutasanua ngoma bungeni, hiyo uongo. Wasitubadilishie, watulete yule, si ndio? Hii ngoma ni kama ile ya juzi. Refa atoke Nigeria, atoke Kenya, atoke Nairobi. Segerea mambo. Na huko mitaani mkisikia anatajwa, wewe uliza ndo nani? Si ndio? Mkisikia anataja unauliza ndo nani? Si ndio? Ninawashukuru watu wa Segerea. Lakini yanapotokea haya, nimewaambia faraja yangu ni kuona taasisi ya mageuzi ambayo tumeijenga na kuipigania inaimarika, hata kama inaimarika kwa ubavu wa pili, lakini angalau inaimarika, haimeguki kwa watu kuachana na dhamira
ya mapambano dhidi ya Chama cha Mapinduzi. Hilo ninafarijika nalo, na kwamba mimi ningeomba kabisa ndugu zangu wa Segerea, nitumie jukwaa lenu la watu wa Segerea kuviomba vyama vya upinzani vingine hapa nchini, tukaeni, tuzungumze, tujadili, tupange namna ambavyo Oktoba tutakwenda kupambana na Chama cha Mapinduzi. Tusipambane wenyewe kwa wenyewe. Nitaomba ridhaa kwenye chama changu, kwa nafasi yangu ya ukatibu mkuu, nikutane na makatibu wakuu wenzangu wa vyama vyote vya upinzani vyenye usajili, nikitambua kila chama kina mchango wake. Hakuna chama kidogo cha siasa, hakipo. Hivi leo si tulikuwa, kama tungesema Chauma ni chama kidogo halafu kisinge kuwepo, tungekimbilia wapi? Na wauliza, tungekimbilia wapi? Hakuna chama kidogo cha siasa. Mimi binafsi na viheshimu vyama vyote 18 vya upinzani, ikiwemo chama nilichokitoka ninakiheshimu, na hata wao wakiwa tayari kukaa na sisi, tuko tayari tuzungumze, tuendeleze gurudumu la mabadiliko katika nchi yetu. Sio maadui zetu. Tumetoka kwenye ubavu wa Chadema, ni jambo ambalo sio siri. Hatuna ugomvi, hatuna uadui, hatuna uhasama, hatuna chuki na Chadema, kwa sababu ni chama cha upinzani. Ninaamini dhamira yetu, malengo yetu ni kupambana na Chama cha Mapinduzi. Tumetofautiana kwenye jambo moja la kuacha kushiriki uchaguzi mkuu. Hapo ndipo tulipoachana na wenzetu. Lakini kwamba ni maadui zetu, hapana. Kwamba tuna chuki nao, hapana. Kwamba tuna visasi nao, hapana. Nitakutana na makatibu wakuu wa vyama vyote 17 ukiondoa cha kwangu na cha Chama cha Mapinduzi. Vyama vyote 17 nitaomba ridhaa kwenye chama changu, nikutane nao, tuunganishe nguvu zetu, tukakabiliane na Chama cha Mapinduzi tukiwa wamoja. Pale tunapoona mwenzetu ana nguvu, Chauma tuko tayari kumuunga mkono, na pale anapotuona tuna nguvu, na wao wasione aibu kutunga mkono, adui yetu abakie kuwa Chama cha Mapinduzi. Au mnasemaje watu wa Segerea? Mnasemaje? Tujenge tubomoe, tujenge tubomoe, tuunganishe tutenganishe, tuunganishe tutenganishe. Chauma tuko tayari kuunganisha nguvu za upinzani kwenye nchi hii. Chauma tuko tayari kukaa na wenzetu, tusikilizane, tujadiliane, tuamue kwa pamoja. Na ndicho naamini Watanzania wanachokitaka. Na jambo hilo limechochewa zaidi baada ya kuwaona. Nauliza, watu hawa wanayapenda mabadiliko, watu hawa wanayatamani mabadiliko, watu hawa wako tayari kuyatunza mabadiliko. Kwa nini tusiunganishe nguvu zetu? Kwa nini tuendelee kufarakana? Kwa nini? Kama msingeyapenda, leo mngeenda Chama cha Mapinduzi. Hamkwenda kwa sababu mnaamini katika mabadiliko. Na mimi ni waahidi Watanzania kupitia jukwaa hili la Segerea, Chauma tuko tayari kuwa daraja la kiunganishi. Chauma tuko tayari kukaa na wenzetu wote ili kuhakikisha ya kwamba nguvu ya mabadiliko katika nchi hii, upinzani katika nchi hii unaimarika, unakuzwa na unafikia malengo yake ambayo ni kuiondoa madarakani Chama cha Mapinduzi. Nitakutana nao wote. Narudia tena, nitakutana nao wote wenzangu. Ninaamini chama changu kitanipa ridhaa hiyo. Tujadiliane, tuzungumze. Pale ambapo tunadhani mwenzetu ana nguvu, tumnyanyue. Pale ambapo tunaona mwenzetu ameshafika pazuri, tumuongezee mwendo. Tunachotaka adui yetu kwenye uchaguzi wa Oktoba mwaka huu awe ni Chama cha Mapinduzi, na sio wenyewe kwa wenyewe vyama vya upinzani, halafu hatimaye tutoe nafasi kwa Chama cha Mapinduzi kupita katikati yetu. Chauma tutakuwa kiunganishi. Chauma tutakuwa watu ambao tuko tayari
kuangalia maslahi ya Watanzania kwanza, kama ambavyo tunaendelea kuyafanya. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Ndugu zangu, tunakwenda kwenye uchaguzi. Daraja la uchaguzi ndio daraja muhimu kwa chama cha siasa. Daraja la uchaguzi ndio daraja linalotoa taswira ya chama cha siasa, ndilo linalojenga nguvu ya chama cha siasa, ndilo linalokitambulisha chama cha siasa, ndilo linalojenga mapenzi, mahaba kwa wananchi kwa chama cha siasa. Daraja la uchaguzi. Ndio maana mnaona hata pale tunaposhindwa, Watanzania bado wanakuwa tayari kusimama na vyama vya upinzani, kwa sababu wametuelewa. Wakati wa kampeni tumewaeleza, wakatuelewa. Wakati wa kampeni tuliwaeleza, wakatuamini. Wakati wa kampeni walituelewa, wakatulinda. Ndio maana hata tunapofanyiwa hila na Chama cha Mapinduzi, Watanzania bado wanasimama na sisi wapinzani, kwa sababu wametuelewa. Na kipindi kizuri cha chama cha siasa kueleweka ni wakati wa uchaguzi mkuu. Ni wakati wa uchaguzi mkuu. Leo vipaji vya wanasiasa vinagundulika wakati wa uchaguzi mkuu. Fursa za watu kugombea zinapatikana wakati wa uchaguzi mkuu. Uwezo wa watu kujulikana, kusimamia na kutetea haki za wananchi unajulikana wakati wa uchaguzi mkuu. Tunaamini uchaguzi mkuu ni sehemu muhimu ya maisha ya chama chochote cha siasa. Chauma tutashiriki uchaguzi. Acha tukapigwe, Watanzania wataona tumepigwa kwa sababu tumewatetea. Acha tukadhalilishwe, Watanzania wataona tumedhalilishwa tukiwa kwenye harakati za kuwatetea. Acha tukauawe, Watanzania wataona tumeuawa kwa sababu tuko kwenye harakati za kuwatetea. Acha tukafungwe kwenye uchaguzi, kwa sababu Watanzania wataona tumefungwa kwa sababu tumewatetea wao. Hatuko tayari kukaa mbali na uchaguzi. Tutashiriki uchaguzi. Sasa ndugu zangu Segerea, au tusiende? Twende tusiende? Naomba niwasikie vizuri watu wa Segerea. Namalizia. Twende kwenye uchaguzi au tusiende? Bado. Hebu subiri nije hapo tuhitimishe hapo. Naona kama siwaoni vile.